Siku ya leo basi tutaenda kusikia neno la Bwana. Ijapokuwa masaa yetu imeenda kidogo, na ninajua mtakuwa wavumilivu. Haleluya. Amen. Basi nataka tuende katika neno la Bwana. Na ningetaka kurudi tu nyuma kidogo, ijapokuwa sitaandika. Nikwambie siku ya mwisho wakati tulipogawana nanyi neno la Bwana, kuna kitu nilikuwa nimechora hapa kwa mbao. Na tukaona ya kwamba kuna Mungu Baba, na kuna ile huduma ya Kristo, na kuna hata huduma ya Roho Mtakatifu. Na kisha tukaona nyumaye kuna huduma wa mtu mwenyewe. Haleluya. Amen. Na wakati tuliposoma maandiko, lakini kwanza tusome katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ya 22. Wafalme wa kwanza 22 kuanzia aya ya 4. Na tukisoma hapo tutarudi tena tusome kuanzia aya ya 8. Thĩinĩ wa thamaki wa mbere ũrathoma 22 kwanjĩrĩria mũhari wa 4. Wafalme wa kwanza 22 kuanzia aya ya 4. Tuthome. Nake agĩkĩũria Jehoshafatu atĩrĩ, nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tũkahũranĩre mbaara o kũu Ramothu-Gileadi? Nake Jehoshafatu agĩcokeria mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, onao andũ akwa no atha andũ aku, onacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Ningĩ Jehoshafatu akĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndagũthaitha ũtuĩrie ũhoro he Jehova ũmũthĩ. Nake mũthamaki wa Isiraeli agĩkĩũnganithia anabii marĩ ta andũ 400, akĩmoria atĩrĩ, thiĩ ngahũrane mbaara o kũu Ramothu-Gileadi kana ndige? Nao magĩkiuga atĩrĩ, thiĩ, nĩ ũndũ Jehova nĩekũrekereria arĩneane moko-inĩ maku, we mũthamaki witũ. No rĩrĩ, Jehoshafatu akĩũria atĩrĩ, thengia andũ aya-rĩ, kaĩ gũkũ gũtakĩrĩ mũnabii wa Jehova tũgatuĩrie ũhoro harĩ we? Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩra Jehoshafatu atĩrĩ, nĩ hatigarĩte mũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩhota gũtũtuĩrĩria ũhoro he Jehova, na etagwo Mikaya wa Imula. No nĩ ndĩmũhohete nĩ ũndũ ndathagĩra maũndũ mega tiga o moru. Nake Jehoshafatu akiuga atĩrĩ, tiga kuuga ũguo mũthamaki ũyũ. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki wa Isiraeli agĩgĩta mũndũ ũmwe wa arĩa mehokeirwo wĩra wa mũciĩ wake, akĩmwĩra atĩrĩ, ndehere Mikaya wa Imula narua. Haleluya. Amen. Basi kwanza tufikishe hapo. Topic ya utungata wa umuthi, kile tunanena juu yake siku ya leo ni kitu gitako prophecy. Tunanena juu ya unabii. Haleluya. Amen. Wale muthenya wa umuthi uhoro wa prophecy. Leo tunaongea juu ya unabii. Na prophecy ni kugatiriri. Na unabii ni kusema ni ndumiriri ya Ngai. Ni ujumbe wa Bwana. Uria kinyagirio mundu vile inafikishiwa mtu tamu na mpango wa Ngai. Kwa mpango wa Mungu. Haleluya. Amen. Nitono guthikiriria. Kwa sababu ukusikiza mundu ni agirwo guthikiriria. Mtu inastahili asikize ndumiriri ya Ngai. Ujumbe wa Bwana. Na riu haha ri. Na hapa umuthi turaria uhoro wa gukinyirio kwa ndumiriri. Leo tunaongea juu ya kufikishiwa ujumbe wa Bwana. Na maandiko matwira atiri. Na maandiko pale imetuambia ya uhoro wa muthamaki ugwitwa Ahabu. Inanena juu ya mfalme aliyekuwa anaitwa Ahab. Na muthamaki ugwitwa Ahabu ri. Na yule mfalme alikuwa anaitwa Ahab. Ni gwakinyire ihinda. Ikafika wakati. Na maandiko matwira ati ni gwikarite thayo ta miaka 3. Na maandiko inasema hapo mbeleni kulikuwa kumekaa na amani kama miaka 3. No ni kule no
muthamaki acoke kuririkana, lakini mfalme akakumbuka jambo moja, akiririkana he gatura kamwe gake, akakumbuka kuna jiji moja lake gaturite kana gaikarite gatunyanitwo, lililokuwa limetekwa nyara na adui zao, gaturogete gora Gileadi, na hilo jiji lilikuwa linaitwa Ramoth Gilead. Na rĩrĩa eciria ũhoro ũcio rĩ, na wakati mfalme alifikiria juu ya ile jiji, na agĩambĩrĩria kuona atĩ nĩagĩrĩirwo nĩ kũgĩra kana gũtunyana gũcokia itũũra rĩu rĩake, na akaona ni vizuri kurejesha lile jiji, na gũgĩkinya atĩrĩrĩ, na akafika ya kwamba atĩ nĩ gwacerete mũthamaki ũngĩ, ya kwamba kukawa kuna mfalme alikuwa ametembea woimĩte itũũra rĩa Juda, na alikuwa ametoka katika jiji la Yuda, na twathomero atĩ rĩĩtwa rĩake rĩtagwo Jehoshaphat, na tukasomea kwamba ule mfalme alikuwa anaitwa Yehoshaphat, na makoretwo marĩ thiriti nene na mũthamaki ũgĩtwo Ahabu, na alikuwa rafiki sana wa mfalme Ahab, na mũndũ ũgĩtwo Ahabu nĩ aiguaga atĩrĩrĩ, na Ahab alikuwa anafikiria kwamba ndũgũ ĩrĩa marĩ na mũthamaki ũgĩtwo Jehoshaphat, ile urafiki wako nayo na mfalme Yehoshaphat, no ikinyanĩre atĩrĩrĩ, akaona ya kwamba inaweza fikia no mateithanie, wanaweza kusaidiana, na mũthamaki ũcio no etikire, na mfalme anaweza kubali nigetha amũteithĩrĩrie, ili amsaidie, nigetha mathiĩ mahũrane matunyane na macokie itũũra rĩa mũthamaki Ahabu, wakaenda na wapigane na warejeshe lile jiji kwake. Haleluya, Amen. Nake mũthamaki ũcio akĩmũũria atĩrĩrĩ, naye mfalme ule akamuuliza atĩ nĩ kũrĩ itũũra rĩmwe rĩakwa rĩa ndatunyirwo, ya kwamba kuna jiji langu moja lilitekwa kutoka kwangu, na itũũra rĩu rĩ, na lile jiji nĩ ndĩraigua itũũra rĩu rĩakwa ndatunyirwo nĩngwenda kũrĩcokia, ninafikiria ni vizuri nirejeshe lile jiji, na nĩngwenda gwĩke ũguo, na ningetaka mfanye hivi, wĩtĩkĩre kũnyitanĩra nani, ukubali kushikamana nami, na ũteithie ũrĩa wothe ũngĩhota, na msaidie vile vyovyote unaweza, tũthiĩ ũteithie ũtũcokie itũũra rĩu, ili tuende tukarejeshe lile jiji rĩu ndatunyĩtwo, ile ambao lilitekwa kutoka kwangu. Haleluya. Amen. Nake mũthamaki ũcio rĩ, naye yule mfalme ũgĩtwo Jehoshaphat rĩ, aliyekuwa anaitwa Yehoshaphat, nĩ tondũ wa ndũgũ ĩrĩa matũrĩte makoretwo nayo, kwa vile walikuwa warafiki sana na Ahab, amũria indo cia o kĩrĩa gĩothe ũngĩenda, akamwambia kile chochote ungetaka, kana nĩ ũkwenda thigari, ukitaka askari, kana nĩ ũkwenda mbarathi ciakwa cia mbara, farasi zangu, o kĩrĩa gĩothe ũngĩenda, kile chochote utakaotaka, niĩ nĩngũnyitanĩra nawe, basi mimi nitashikamana nawe, wenda tũthiĩ nawe niĩ mwene, hata ukitaka twende na wewe. Haleluya. Amen. Nĩngwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ũndũ ũcio, nitakubali kushikamana nawe. Haleluya. Amen. No agĩkĩmũũria atĩrĩrĩ, lakini akamuuliza, no he kaũndũ kamwe tũkwenda gũkũũria, kuna jambo moja tu ningetaka kukuuliza. Nĩ wambĩte gũtuĩria kĩrĩra harĩ Jehova, basi umeangalia kutoka kwa Yehova kama amekubali, nĩ ũmũrĩtie kana nĩ egwĩtĩkĩra, umemuuliza ruhusa kama atakubali twende gũtwarana na ithuĩ, kwenda pamoja nasi tũgĩthiĩ mbara katika ile vita. Haleluya. Amen. Nake mũthamaki rĩ, naye mũthamaki Ahabu rĩ, mfalme Ahab akĩigua ta kĩũria kĩu kĩamũhutia kiasi, akaona kama lile swali limemguza kiasi, akenete korwo mũthamaki ũcio ndaririkania ũndũ wa gũtinda akĩmathakĩrĩra, na alikuwa amefurahi kama ule mfalme hangekumbuka kumwambia pate ushawishi kutoka kwa Mungu. Akimwambia nini ngwĩrĩtie, lakini akamwambia mimi nimeshatafuta ushawishi kwa Mungu, tondũ ndĩna nabii akwa 400, kwa sababu niko na nabii wangu 400, na nĩndĩmũrĩtie, na nimewauliza, na othe na wote nĩmarĩtie na mũgambo ũmwe, wamesema kwa sauti moja, makauga umagara, na wakasema niende nikapigane, nake Jehova nĩaneanĩte itũũra rĩu, kwa sababu Bwana amepeana lile jiji mikononi mwangu. Nĩaneanĩte mũthamaki ũcio wa bũrũri ũcio wabanyitire itũũra rĩu rĩaku, na amepeana mfalme wa lile jiji mikononi mwangu, nĩamũneanĩte moko-inĩ maku, amempeana mkononi mwangu. ũguo wona wathiĩ, kwa hivyo ukienda wale na kũhotana, basi utaenda ushinde ile vita, na ucokie itũũra rĩaku, na urejeshe lile jiji. Haleluya. Amen. Ati anabii aigana? Manabii walikuwa wangapi? 400. Walikuwa nabii 400. Haleluya. Amen. Ugo tuli goko nyumba eno ngĩhũgũra rĩ, kama vile sasa tuko katika hili nyumba, ndarora mũno korwo tũrĩ 60. nikiangalia sana ni watu 60. Haleluya. Kana kĩndũ ta kĩu ũguo, ama kitu kama hiyo. No rĩrĩ, lakini aragia ũhoro wa andũ 400, anaongea juu ya watu 400. Koguo nĩekĩte consultation yarĩ nene mũno. Kwa hiyo alikuwa ametafuta ushawishi sana.
Haleluya. Amen. Nengene takasira kana ihaibu. Alikuwa amepitia njia ndefu. Kuulia ndugu magana mana. Kuuliza yani watu mmoja 400. No wote ni ana vile. Na wote walikuwa manabii. Yake angeliana confidence ndio wa roho yake. Angekuwa na uhakika ndani ya roho yake. Atitinero watu wote batiki kihitia. Ya kwamba hao watu wote hawangekosea. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Muthamaki Jehoshafatu ndiye anaoge. Lakini mfalme Yehoshafatu akawa na hekima. Muthamaki Jehoshafatu. Kwa sababu mfalme Yehoshafatu alikuwa anajua ya kwamba yani alikuwa ametoka kwa jiji alikuwa ametoka kwa jiji la Yuda. Na Yuda yaragia uhoro wa kunyenyekea. Na Yuda inaongea juu ya kunyenyekea. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu ambao wananyenyekea kwa Mungu. Haleluya. Amen. Watu ambao wanamsifu Bwana ama praise. Hivyo ndivyo lile jiji alikuwa ametoka. Wa jiji la Yuda. Akajua kama manabii 400. Kama ameongea na manabii 400. Huyu hana ujumbe ako nayo. Haleluya. Amen. Hakuna jawabu ambao wamepata. Bwana asifiwe. Amen. Turudini juu Jehova daraja na wiki wake. Kwa sababu najua Yehova haongei kwa ajili ya umati wa watu. Haleluya. Amen. Mungu wetu Yehoshafatu. Basi naye Yehoshafatu ali mundu wa ubulio. Alikuwa mtu wa ufunuo. Todo onalelia Israeli magayirukanire. Kwa sababu hata wakati ya Israeli walitengana, nditui ituralia magayirwo aria mari etigiri Jehova. Tunajua wale walienda upande ule waliokuwa mcha Mungu. Wale ndio wale metigirite Jehova ndio maji mwana wa Juda. Wale ambao waliokuwa wanamcha Mungu ndio walienda jiji la Yuda. Mwana wa Juda ni kuginya wali na kigogona ya Jerusalem. Kwa sababu upande wa Yuda ndio hata ulikuwa na madhabahu ile ilikuwa Yerusalem. Huo mundu wetu Yehoshafatu. Kwa hivyo Yehoshafatu ndio mundu wa kawaida. Hakuwa mtu wa kawaida. Mundu alikageni ole ngoro lagwa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anasikiza vile mbinguni linasema. Haleluya. Amen. Na ndiye alikitie kumenya. Na alikuwa amemaliza tayari kujua. Ati Jehova ndiye ananaba. Ya kwamba Yehova haenendi kwa umati wa watu. Haleluya. Amen. Aikimulia tili. Akamuuliza ya kwamba wagite omunabii umwe wa Jehova. Ndio aitura lili. Basi kumekosekana tu nabii mmoja wa Yehova katika lile jiji. Naye akamwambia nikulika mwege kuna mmoja nakaka kamweli na huyo mtu mmoja kana adathira beleni amemtabiria ndo matika adathira undu mwega lakini hajawahi kumtabiria kitu kizuri. Haleluya. Amen. Aikiulia tiri na basi akauliza kamweli huyo mmoja ngatakurathagira maundu mega huyo ambaye hakutabiria mambo mazuri na nduri urakoria tondu rwenda urege gukurathira na haujui kwa sababu haujamuuliza vile atakutabiria. Haleluya. Amen. Ni unasikia urege kurathagira mambo gukurathira. Wewe unafikiria tu vile anakutabiria ndio atakutabiria. Ono koroba undu macio ma kurathagira ni mahingaga. Ijapokuwa labda yale anakutabiria anatimia. Ndori lakini ona matari mega. Hata kama sio mazuri ni mahingaga. Hayo yanatimia. Uguori. Kwa hivyo tekegokega turathira riu ngeigua. Basi wacha kuja kutabiria nikisikia. Haleluya. Amen. Tekegokega. Basi wacha naye aje. Tondoa magana mana ni maritia lugha mweli. Kwa sababu hao wote 400 wameongea katika lugha moja. Akikoro horocio ndio wa mahali. Kama hilo jambo ni la kweli. Ilitoka ngekamwe kuongerereka. Si ni mmoja tu ataongezwa. Haleluya. Amen. Ito ndio yaukialia au rea ayaje makiali. Kwa sababu atanena kadri ya vile wale wengine wamenena. Akikoro horocio ndio wa. Kama hilo jambo ni la kweli. Aikiweleke wote. Basi akasema wacha aje. Haleluya. Amen. Na ikasemekana aende aletwe. Na kagetumanirwo njamba yari na icoka. Na ukatumanwa mtu ambaye aliyekuwa na nguvu. Njamba etagwo Zedekia wa Kenani. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Zedekia wa Kenani. Ndio atumirwo. Ndio alitumwa akamuite. Yugire kamundu kam. Enda ulete kale kamtu. Kamundu kairagwo muno. Mtu ambaye alikuwa anadharauliwa sana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ate kamundu kaude kagirirwo. Ya kwamba yule mtu akaenda akachukuliwa. Ona maandiko maigaga atiri. Na hata maandiko inasema ati nikaheirwo riboti na hau kando. Ya kwamba akapewa usawishi kando. Akirure kegwire. Na akaambiwa ujue ya kwamba niwe akiririkana muthamaki
muthamaki nĩarenda gũthiĩ mbara. Ujue mfalme anataka kwenda vita. Na anabii 400 Na sisi wote manabii 400 nĩatũrĩtie kĩũria. ametuuliza lile swali. Akatuuria kana thiĩ nĩekũhota kũhota. Kama ya kwamba akienda atashinda ile vita. Haleluya. Amen. Na gakĩrwo reke ngwĩre wewe. Na akaambiwa wacha nikwambie wewe. Watinde ũkĩgia. Usije ukajisumbua. Riboti ya tuheanĩte ithuothe. Lakini ile ripoti tumepeana sisi wote. Tumwĩrĩte magare. Tumemwambia aende na mbara nĩekũhota. Na atashinda ile vita. Na itũra rĩake nĩegũcoka. Na atarejesha lile jiji. No ndungata ĩyo. Lakini yule mtumishi hapa nabii akamwambia mimi sifanyi kazi vile. Kwa sababu mimi neno langu si neno. Hata saa hii sijui nitasema nini. Lakini nitamsubiri Bwana anene. Amen. Na vile Yehova atasema basi hivyo ndivyo nitasema. Amen. Yule nabii wa Mungu akaja akirehwo mbele ya thamaki, akaletwa mbele ya wafalme, akirehwo mbele ya umati munene, na akaletwa mbele ya watu wengi, akirehwo nginya mbele ya nabii 400, na akaletwa hata mbele ya wale manabii 400. Agĩkirwo atĩrĩ, mũthamaki agĩkĩmũria atĩrĩ, mfalme akamuuliza kwamba nĩngwenda gũthiĩ gũteka kana gũcokia itũra rĩakwa, ningetaka kwenda kurejesha lile jiji lililotekwa, itũra rĩakwa rĩa Ramoth Gileadi. Ningetaka kwenda kurejesha jiji la Ramoth Gileadi. No nĩngwenda ũtwĩre atĩrĩrĩ, lakini ningetaka utwambie kwamba Ngai waku rĩ, Mungu wako arauga atĩa? Anasemaje? Nĩ itũra rĩrĩ nĩngũhotana. Nitashinda ile vita. Nĩngũcokia itũra rĩakwa. Nitarejesha lile jiji. Mbara ĩyo nĩngũhotana. Na ile vita nitashinda. Nabii wa Ngai agĩthiũrũkia maitho, na nabii wa Bwana akaangalia, akiona ũingĩ wa andũ, na akaona umati wa watu, akiona thamaki mehumbĩte nguo cia thamaki, na akaona wafalme wakiwa wamevaa nguo za kifalme, wakiwa na taji zao. No rĩrĩ, lakini akĩmera atĩrĩ, akamwambia kwamba, akĩra mũthamaki ũũ, akamwambia mfalme hivi, nĩkuona nyonete, nikuona nimeona wewe na mbũtũ yaku, ya kwamba wewe na umati wa askari wako mũharaganĩirio itũra-inĩ rĩu rĩa Ramoth Gileadi, kama mmepigwa na mmeshindiwa kule Ramoth Gileadi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. No rĩrĩ, lakini rĩrĩa mũthamaki aiguire ũguo, wakati mfalme aliona vile, ngoro-inĩ yake akĩigua ndangĩtĩra, rohoni mwake akaona hawezi kugairi kwenda, tondũ rĩu andũ umati mũnene nĩ haha, kwa sababu watu wengi wako hapa, nĩ maiguĩte ndũmĩrĩri ĩrĩa yarehetwo nĩ anabii 400, wengi wamesikia ile ujumbe imeletwa na nabii 400. Kuna mũgeni gũkũ, na kuna mgeni hapa, na mũgeni ũyũ rĩngĩ na ndũmĩrĩri, na huyu mgeni tayari amepewa ile ujumbe ati ũrĩa anabii 400 maugĩte, vile nabii 400 wamesema. Haleluya. Amen. Akigwa ndangĩenda gĩconoko kĩu, na akasema sitaki hiyo kuaibika kule. Haleluya. Amen. Mũndũ akĩrega gũconoka, na yule mtu akakosa kuaibika, anaiguĩte ndũmĩrĩri yake, kwa sababu alikuwa amesikia ujumbe wa Bwana. Mũndũ akĩigua ndangĩhota kũgarũrũka, na mtu akasikia hawezi gairi, ona aiguĩte ndũmĩrĩri yake, hata kama amesikia ujumbe wa Bwana. Haleluya. Amen. Ndũmĩrĩri ya Ngai ĩgoka ũkanengerwo, na ujumbe wa Bwana ukaja ukapewa. Haleluya. Amen. No ukamenya ndio ndũmĩrĩri ya Ngai, na unajua hiyo ndio ujumbe wa Bwana, no ukaigua ndũngĩgarũrũka, lakini unasema sitagairi, ukaigua ndĩ na kũndũ ya gũtwara, na unaona ile ujumbe hakuna pahali itakupeleka. Bwana asifiwe. Amen. Mũthamaki akiuga kamũndũ gaka, na mfalme akasema huyu mtu nĩ koyo kahingĩrwo, ni achukuliwe na afungiwe, katikayo kĩndũ kĩngĩ, na asipewe kitu kingine mũgate na maĩ, isipokuwa tu mkate na maji. Nĩngũthiĩ mbara, nitaenda vita, no ndacoka hotanĩte, lakini nikirudi kama nimeshinda vita. Haleluya. Amen. Mũndũ waka no kũgeangange, wakati huo ndio nitahukumu na niwe huyo mtu. Mwathani awocio. Amen. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mũthamaki nĩatongoria, mfalme akajiongoza, mũthamaki nĩathikĩrĩria ndũmĩrĩri cia andũ, na akasikiza ujumbe wa watu, nĩathikĩrĩria andũ marauga atĩa, na akasikiza watu wanasema nini. Haleluya. Amen. Nĩaregana na ndũmĩrĩri yake, akakataa kusikia ujumbe wa Bwana. Na maandiko maigĩte atĩrĩ, na maandiko inasema kwamba bara nĩathire, wakati alipoenda vita, ona nĩmathire na mũthamaki ũyũ ũngĩ, na hata wakaenda na Jehoshaphat, no tũrĩa Ngai augĩte, lakini kama vile Bwana alikuwa amenena, ũguo noguo kwahanĩkire, hivyo ndivyo kulitendeka.
Praise God. Amen. Prophecy. Unabii. Ndumĩrĩri ya Ngai. Ujumbe wa Bwana. Hallelujah. Amen. Ndumĩrĩri ya Ngai nĩ yoka rĩ. Ujumbe wa Bwana unapokuja, unaitwa kanithani. Hata sisi kama kanisa nĩ twĩcagũragĩra ũrĩa tũkwenda kuoya na ũrĩa tũtekwenda kuoya. Kuna ile tunachagua ya kuchukua na ile tutakataa. Hallelujah. Amen. Tukamenya rĩu okorwo kwerwo haha nĩ ti hako. Na tunajua ujumbe ikija unasema hapa ni pangu, hapa si pangu. Haha naho ti hako. Na hapa unasema hapa si pangu. Hallelujah. Amen. Kĩrĩa thĩinĩ wa ũhoro ũcio wothe nguoya no gaka. Ile unasema ile itachukua, kwa hiyo jambo ni hili. Hallelujah. Amen. Wanasifiwe. Amen. Wetagĩrĩra ndũmĩrĩri ĩrĩkũ? Unangoja ujumbe kwa njia gani? Wetagĩrĩra ndũmĩrĩri ya mũthemba ũrĩkũ kũrĩ Ngai? Na unangoja ujumbe wa Mungu namna gani? Ndungata ya Ngai ĩkĩrũgama haha rĩ. Mtumishi wa Bwana akisimama hapa, wendaga arie ũhoro wake. Unataka aongee kwa ajili ya nini? Hallelujah. Amen. Angeria kaundu gatanakenia ngoro yaku. Akinena kitu ambao haikufurahisha roho yako, uiguaga ati ũhoro wa kaundu kau. Huwa unachukua ile jambo namna gani? Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mungu hawezi kataa kunena kwa sababu ya jambo fulani. Sisi ndio tuko hapa katika ulimwengu. Hallelujah. Amen. Tukuite Kristo. Tukibeba Kristo ndani yetu. Na Ngai yake ya thĩinĩ wa Isaia 60:6. Na Mungu akinena katika Isaya 66. Anaolia ati, huwa anauliza kwamba ungekija kila nyumba. Nani anaweza kunijengea nyumba? Ungekija kila nyumba. Nani anaweza kunijengea nyumba? Angĩkorwo igĩtũũro gĩakwa kĩa igũrũ. Kama makao yangu ni kule mbinguni. Kũrĩa nĩ kũndũ ũrakũu igũrũ rĩ. Kule mbinguni ndio ninaishi. Na gũkũ thĩ. Na hapa ulimwenguni nĩ gĩturwa kĩa makinya makwa. Ndio kiti ya nyayo zangu. Ungĩkija kila nyumba ĩrĩkũ? Basi ungenijengea nyumba aina gani? Hallelujah. Amen. Ni nyumba ĩrĩkũ ungĩjakĩra? Ni nyumba gani unaweza kunijengea? Gĩturwa kĩa makinya ma Ngai nĩ kĩrĩkũ? Na kiti ya nyayo za Bwana ni gani? Niwe ũkinyithĩtie makinya maku gũkũ mũthĩ. Ni wewe ambao umekanyaga huku ulimwenguni. Ũkuĩte Kristo. Ukibeba Kristo. Hallelujah. Amen. Ithuĩ tũrĩ andũ a kĩrathimo. Sisi ni watu wa baraka wa ndugu na wadada. Tũrĩ andũ arathime nĩ Ngai. Sisi ni watu ambao tumebarikiwa na Bwana. No ũria atĩrĩrĩ. Unaweza kuuliza kwamba itakĩrathimĩtwo Tanzania ndĩkĩrathimĩtwo. Sijabarikiwa kama fulani, nimebarikiwa namna gani? Tanzania ndĩkĩrathimĩtwo. Kama sijabarikiwa kama fulani, nimebarikiwa kwa njia gani? Hallelujah. Amen. Wewe murathime. Lakini ujue umebarikiwa ndugu na dada. Wewe mwana wa kĩrathimo. Na wewe mtoto wa baraka. Ngai ũcio wĩtĩkĩrire kũruta mũrũ wake wa mũmwe. Mungu aliyekubali kutoa mwana wake wa pekee. Agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ. Na akaja akafa msalabani. Gĩkuũ kĩrĩa gĩtarĩ gĩake no kĩarĩ gĩaku. Kile kifo ambacho hakikuwa chake kilikuwa chako. Hallelujah. Amen. Akikua mũtharaba-inĩ. Akafa msalabani. Nĩgetha agũkũũre wewe. Ili wewe akaweze kukukomboa. Agĩcoka agĩkũhe neema nene mũno. Na tena akakupa neema kuu. Na favor ingĩ nene mũno. Na akakupa neema kuu sana. Hallelujah. Amen. Ya gũthiĩ gũkũgĩra na gũgũcaria nĩgetha akũmenye. Ya kwenda kukutafuta na kukuleta ili akujulishe. Na nĩgetha rĩu gũkũ mũhuro wa riũa. Na ndiposa sasa wewe ukiwa hapa ulimwenguni utaranagĩrio na raini icio tũracorire harĩa. Uwe unahesabiwa na wale ambao ni wa mbinguni. Ũtuĩke gĩturwa kĩa magũrũ make. Na ili uwe kiti ya nyayo za Bwana. Na ile ndũkĩrĩ mũrathime. Na basi si umebarikiwa. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Angĩkorwo igũrũ rĩkũĩ. Kama mbinguni linakujua. Na maandĩko magatwĩra atĩ ona rĩtwa rĩaku rĩandĩkĩkĩte rũhĩ-inĩ rwa Jehova. Na maandiko inasema kwamba hata jina lako limeandikwa kwenye mkono wa Bwana. Hallelujah. Amen. Ile ndũkĩrĩ mũrathime. Si basi umebarikiwa. Angĩkorwo umagaranagia na Ngai. Kama ũkĩhũndũka ũkahũndũkania na Ngai. Kama ukiondoka unaondoka na Bwana na unarudi na Bwana. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩtio gwĩtanaga na igũrũ no kaiguo rĩ. Kama umekubaliwa kuitana na mbinguni na Mungu anakusikia. Ile ndũkĩrĩ mũrathime. Si basi umebarikiwa. Basi wewe umebarikiwa. Hallelujah. Amen. Angĩkorwo representite Ngai gũkũ mũhuro wa riũa. Kama umesimamia Mungu hapa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Amen. Ile ndũkĩrĩ mũrathime. Basi si umebarikiwa. Mũndũ wĩtĩkĩrĩtio gwĩtanaga na igũrũ akaiguo. Mtu ambaye amekubaliwa kuitana mbinguni na Mungu anakusikia. Bwana mwana wa ithe wa kĩrathimo. Basi wewe ni wa baraka kwa Bwana. Hallelujah. Amen. Wewe mũrathime. Wewe umebarikiwa.
Amen. Amen. Na ile baraka kuu ni ya kwamba wakati uko hapa katika ulimwengu, hata kukija shida aina gani, amen, basi usije ukajali ama usitasite. Hata kukija yale mazito namna gani, haustahili ujali ama kutetemeka, kwa sababu kupitia katika jaribio fulani, hiyo ni njia ya Bwana. Haleluya. Amen. Hata yale mnasikia nikiwaambia yatakuja, Mungu wetu, amen, Mungu wetu ndio mwenye uweza na nguvu, na Mungu anajua kanisa lake. Hakuta tujali kutasemwa nini. Haleluya. Amen. Hakuta kujalishi kutasemwa nini. Bwana asifiwe. Amen. Unaona itoro ngekero nduguthira mutokore yale. Mungu na dada hata ukiambiwa hutaenda na ile gari. Wewe maundu manene muno Ngai akuigire utamba. Kuna mambo makubwa Bwana amekuwekea. Haleluya. Amen. Tiga kinari. Hata ukaambiwa uache maundu manene makiria. Kuna mambo makubwa zaidi kuliko hayo. Maundu manene tuigirwo. Yale mambo ambayo tumewekewa. Gutiri mato ya meciri ni mabo. Hayajaingia kwa fikira ya mtu. Mara moja ni matojete meciri ni mabo. Hayo ya gari na nini imeingia kwa fikira ya mtu. Haleluya. Amen. Mati matarajio ni Mungu. Lakini yale tunatarajia hayawahi kuingia katika fikira ya mtu. Haleluya. Amen. Wale kumenya macio mothe. Na ukishajua vile ati wewe mudhamaki amwe na Kristo. Ya kwamba wewe ni mfalme pamoja na Kristo. No, ti mudhamaki amwe, tutia mudhamaki amwe na mudhamaki wa thĩ ĩno. Hatuko wafalme pamoja na wafalme wa dunia hii. Tuli mudhamaki amwe na Kristo. Sisi ni wafalme pamoja na Yesu Kristo. Kana wathoma thĩinĩ wa Kũguũrio 24. Umesawa isoma katika Ufunuo 21. Twendwa na 22 hapo. Yani 21 22 hapo. Wewe maundu maria Ngai atagite gwikana. Utasikia yale Bwana ametarajia kufanya kwa kanisa. Uhuru wa guthamaka twito tugathamaka miaka 1000. Vile tutatawala katika miaka 1000. Haleluya. Amen. Mudhamaki wa thĩ ni arabaki Rwanda na tutamna wote. Na mfalme wa dunia hii anaweza shindwa kwa sababu ya yale mambo yanasemwa katika ulimwengu. Lakini sisi tumeahidiwa kutawala miaka 1000. Na badala ya miaka 1000 sio ufalme utaisha. Haleluya. Amen. Lakini anatufikiria mambo mengi na makuu kuliko hayo. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ametujalia na kutuwaza mambo mazuri. Na ujumbe wa Bwana hautakosa kuja. Na ile ujumbe imesaa sumbua wengi hata wafalme hapo mbele. Haleluya. Amen. Lakini Yehoshafatu akawa amejua ya kwamba kwa sababu alikuwa mtu wa ufunuo, akajua ya kwamba njia ya Bwana ni gani na akaijua. Na akajua njia ya watu na vile ilivyo. Kwa sababu njia ya watu inaangalia umati wa watu. Hapa hata tukiwa na mabishano kidogo, na kuulizwa ni watu wangapi wako upande huu ama upande huu, watu wanaenda kwa pale ambao kuna umati. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu watu wanatosheleka katika umati wa watu, lakini Mungu uingia na kutoshea pahali ambao kuna wembamba. Haleluya. Amen. Pahali ambao kuna upungufu, pale ndio Bwana huwa anatoshea. Na Mungu aneni kwa ajili ya umati wa watu. Haleluya. Amen. Mungu anaongea pamoja nao pahali haki na utakatifu ziko. Bwana asifiwe. Amen. Mudhamaki Jehoshafatu akiuga ni kurehwo kaureta kama unavika Ngai. Basi Yehoshafatu akasema kuletwe huyo nabii ambao umedharau, ucio takugathagira wega ri, yule ambao hakutabilii vizuri, no ni mudhamaki wa Jehova ri, lakini ni nabii wa Yehova. Na niambioke haha
kwanza na aletwe hapa. Tandio keuge. Basi na aje atabiri. Basi wacha hata nami nisikie. Haleluya. Amen. Akirehe ndumiriri. Akalete ujumbe. Ndumiriri itari itendio muno ni andu. Ujumbe ambao haukupendwa na watu. Ndumiriri itakeniria andu aingi. Ujumbe ambao hawakufurahisha watu wengi. Ndumiriri itatekerikire ginya ni muthamaki. Ujumbe ambao ulikataliwa hata na mfalme. O ginya kiwa were guthi no weguthi. Mpaka akasema nitaenda huko. Haleluya. Amen. Jehova alialia. Lakini Yehova akinena amenena. Na ni vizuri kujua kungoja ujumbe wa Bwana. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mambo yakienda kombo. Mambo yakienda mlama makombo. Si ndio tutaulizwa swali. Kwa sababu tunapewa ufunuo na Bwana. Kwa sababu tunapewa ujumbe na Bwana. Haleluya. Amen. Ili tusilete ujumbe tu ovyo. Ni kutafuta Bwana anasema nini. Haleluya. Amen. Kuna wakati Bwana anakuja anasema direct. Haleluya. Amen. Na akisema jambo fulani, hiyo ujumbe inastahili ifikishwe vile. Bwana asifiwe. Amen. Ujumbe wa Bwana. Na vile unaichukua. Haleluya. Amen. Wengine wameshawaipata ujumbe kwa Bwana. Na nyakati nyingi ni maria urega. Yaani ujumbe inafika lakini unakataliwa na watu. Haleluya. Amen. Mahinda maria ujumbe urega. Wakati ujumbe unakataliwa ni kaingi muno urega. Ni wakati mwingi ujumbe unakataliwa. Sauli muthamaki yule alikuwa mfalme. Aliambiwa ya kwamba ujumbe ukaja. Akaambiwa ya kwamba Yehova amesema ya kwamba uende kuangamize wale wa Amaleki na uamalize wote na usiwache hata mtoto na usiwache hata mfugo hata mmoja. Enda umalize hao watu wote na hiyo mifugo. Bwana asifiwe. Amen. Zote zimalizwe. Na usije kukabaki kitu. Haleluya. Amen. Lakini maandiko inasema ya kwamba Sauli alienda na akaangamiza watu. Haleluya. Amen. Lakini akabakisha mfalme wa wale watu. Na akabakisha kondoo zile zilizokuwa nono. Na hata wakati alipokuwa anaulizwa, akaulizwa ni nini ninasikia kama kuna mlio wa mifugo. Na Agag wakawa wakaona maagano. Agag yule alikuwa mfalme wa Amaleki. Wakapata maagano na Sauli. Haleluya. Amen. Naye Sauli akamwambia kwa sababu wewe ni mfalme kama mimi, akamuokoa. Haleluya. Amen. Na basi akabakisha kondoo zile zilikuwa nono. Na wakati nabii wa Bwana alimuuliza, akamuuliza kunyendaje kwa sababu nasikia kama kuna mifugo ulibakisha. Akamwambia mtu wa Mungu, ni watu waliona ni vizuri nibakishe zingine, zile ambao nizo ni nono, na zile nono tulizibakisha ili tuwe tunatolea dhabihu Mungu wako. Haleluya. Amen. Yaani Sauli akasikiza watu. Akasema ni watu waliona ni vizuri. Na basi akasikiza watu. Haleluya. Amen. Wakati aliposikiza watu, akafanya kadri ya kinyume ya kadri ya mapenzi ya Bwana. Na akaharibu ile ujumbe alikuwa amepewa na Bwana. Kwa sababu ya kusikiza watu. Haleluya. Amen. Naye kutoka pale akahukumiwa na ufalme wake ukaisha. Haleluya. Amen. Na ufalme wake ukaisha. Bwana asifiwe. Amen.
horo wa guthikiriria andu neno la kusikiza watu na ningiri na tena guthathaura ndũmĩrĩri ya Ngai ukoyaga kiria uraigua tai kiu ari kio kufafanua ujumbe wa Bwana unachukua mengine unawacha. Haleluya, amen. Unamaki ujumbe wa Ngai wayagwo wholesome, ujumbe wa Mungu unachukuliwa vile ulivyo. Bwana asifiwe, amen. Ucio aheana ule ambao umetoka kwa Mungu, ucio niguo tukuya anarithiri, hiyo ndio ujumbe ule tutachukua. Haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen. Tunakorwo kanitha-ini kuna wakati tumekuwa kanisani wakinya mahinda ta maya Disemba, na inafika wakati kama huu wa Disemba, wina marua, kuna watu wa kwenda kupashwa tohara. Haleluya, amen. Wina magogona ma mithemba mingi, kuna mambo ya aina mingi, ugakoreria mundu ni athii handu na unakuta mtu ameenda pahali ni athii akora ati igongona ni matire muno, anakuta ya kwamba sherehe imepamba sana, ina andu ni makundire gukunda na watu wamekunywa hata pombe. Ona akaigua andu othe kurothe no guo ri, unaona anasema kama watu wote ni hivyo, uhonoki witu ri hata uokovu wetu. Haleluya, amen. Uhonoki witu ne wocio ni akunda, yani unakuta mtu mwokovu amekunywa pombe. Haleluya, amen. Na agara cia mikira ameenda amepiga njia nyingine. Bwana asifiwe, amen. Agacoka agoka kanitha-ini, basi na anakuja kanisani akungite, akija polepole ahujia mati akiriho, kwa sababu wahubiri hawakuwa pale, lakini Mungu atakuja kumsema tu. Haleluya, amen. Nitono andu ni monire ari wega, kwa sababu watu waliona ni vyema. Ni athire ni akurulirio ni meago, alienda akafutwa na watu kwa sababu ya raha, ni akurulirio ni tumaundu, na akafutwa na watu kwa sababu ya raha. Haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen. Tujihadhari, basi tujihadhari, tumenyerere, basi tujihadhari, tumenyerere muno anarire, basi tujihadhari, tutikae gwikora andu marona tari we, tusije tukafanya vile watu wanaona ni vizuri. Haleluya, amen. No nginya twitikire, ni lazima tukubali ati ni Mwathani waigire ya kwamba ni Bwana alisema kwi hindi igoka ya kwamba kuna wakati utakao kuja andu magaturagio ni gwitikia, watu wataishi kwa imani. Haleluya, amen. Andu magaturagio ni gwitikia, ya kwamba watu wataishi kwa imani. Twakinya ihinda ria gwitikia ya mundu arugamio ni witikio, na ikifika wakati huo kila mtu asimamishwe na imani yake. Wakuiwa kwa kiasi kile, yani imani yako itakuwa kiasi gani? Ndio ukakuwa na kiasi kingihotithia kuhotithia, utakuwa na imani ya kukutosha kukuwezesha gutura hindi ya thina, kuishi wakati wa shida. Haleluya, amen. Ndio tuitikire ukurakura ni lazima tukubali kukomaa, ndugu na wadada, na guthia ukiraga ngoro yako, na kwenda ukiambia roho yako ni ndire wa guku, ya kwamba mimi sio wa huku, I don't belong here, kwamba huku sio kwetu. Haleluya, amen. I don't belong here, kwetu sio huku, ni ndire wa guku, mimi sio wa huku. Ugo tucira tungenie ngingigera, kwa hivyo njia zingine ziwezi pita, tijera ciothe ngeraga, sio njia zote huwa napitia. Haleluya, amen. Na kana ureciria ati nduguka kugeria, na useme yani unafikiri hautakuja kujaribiwa, utajaribiwa. Haleluya, amen. Ndio ukugerio, basi utajaribiwa. Bwana wetu ndio ukugerio, utajaribiwa. Na igerio liurumu na ni ukaigwa tariguo, na jaribio kuu mpaka unasikia kama ni vile. Haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen. Kwa gado kwa kugerio utajaribiwa, ndio ikarayo kiraga ngoro yako, lakini ukae ukiambia roho yako, ukamera atiri, unaiambia ya kwamba hivyo tutiria huko, sisi sio hapa ulimwengu. amen. Itosira tuothe tugera, sio njia zote tunapitia, ni kule njira ile nyamure, kuna zile njia ambazo zimeteuliwa, njira ile sio ni kugerwo ni yathe, njia ambazo zinapitiwa na wale watakatifu. Mundu ukuite Kristo thini wake, mtu ambaye amebeba Kristo ndani yake, tu akogera njira cia thĩ, yaani sio mtu wa kupitia njia za ulimwengu. Haleluya, amen. Itondo icio bali, kwa sababu hizo njia ni mitego ya dunia, ni ile mitego ambayo tumewekewa na shetani. Haleluya, amen. Na shetani ndio ile uhinyirikite, na shetani anajua wakati umefinyiliwa, nilia ungitegeka mutego ucio, wakati anajua anaweza kukutega, ndio taibetwo, yaani anakusubiri, anakugoja. Haleluya, amen. Ndio ikahinda kale kagere muno kale kega muno, anajua wakati unaofaa sana, na kaunde kwa uka kugeria, na wakati huo ndio utakuja kujaribiwa. Ndio ile Roho Mutheru arahiga ndomerio ni, sijui Roho Mtakatifu alinipa hii ujumbe kwa nini, no muna mwana wewe itu, lakini ndugu na dada, umenyere ndio igerio lile alipe, basi jihadhari, ujui ile jaribio liko mbele yako. Haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen.
huku katika ulimwengu, huku tunakaa tukijaribiwa, kwa sababu kuna adui ya wokovu wetu, na adui ya wokovu wetu, yani nia yake ni kuacha imekumaliza. Haleluya. Amen. Kwa sababu shetani huja sio kwa jambo lingine ili aibe, orage, na auwe, na aharibu. Kwa sababu anakuharibu, kwa sababu anajua hata akienda jehanamu uharibifu pia uko kule. Haleluya. Yes. Shetani ndo akahea miaka yake yote. Shetani ataibishwa kule kuzimu milele na milele. Haleluya. Amen. Ule udiete kuzimu kana ndogiere. Kwa hivyo ukienda kuzimu au la, Shetani weno akahe, shetani yeye atahukumiwa. Na ndio utaijio kana kio akafaidika nakio. Na hakuna kitu atafaidika nayo. Kwa hivyo ni kuharibu na haribu. Haleluya. Amen. Mungu akatumenyele aina lile. Lazima tujichunge wadugu na wadada. Tutekele mwili wewe ukue. Tukubali hii mwili ya kawaida iishe. Haleluya. Amen. Tutekele mwili wewe ukue. Tukubali hii mwili ya kiasili iishe. Mwili wewe alikia ukue. Kwa sababu mwili ukishaisha. Haleluya. Amen. Mwili walikia ukue ndio utawala makariki. Huyu mwili ukiisha hautatawala tena. Na ndio ndio ukaiga atiriri. Na wakati huo ndio utakaosema ya kwamba mimi siishie, lakini ni Kristo anaishi ndani yangu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo kuko. Haleluya. Amen. Hata kuje mazito namna gani, basi wacha ujumbe wa Bwana ukija, unaichukua ule ujumbe vile ulivyo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni mwaminifu. Anatupenda na anatuwaza mema. Sisi ndio kondoo zake. Na kama ni wewe unachunga zile kondoo, na hata ukiweka kondoo zako pahali unaziweka, unaweza kubali chui ama mbwa ikuje ishike kondoo namna hivyo? Si ungesumbuana nayo sana? Haleluya. Amen. Si ungesumbuana na ule mnyama sana? Kwa sababu huwezi kubali kondoo zako ziliwe na ule mnyama. Bwana asifiwe. Amen. Wazee zamani walikuwa wanauliwa huku chini. Hata babu yangu mimi aliuliwa na huko chini zamani. Kwa sababu alikuwa akichunga kwa mifugo na hangekubali ziende. Akasema afadhali nife nikilinda mifugo yangu. Haleluya. Amen. Na kwa sababu alikuwa mpigani vita vizuri, wale watu walikuwa wanapigana nao walimtoka na nyuma wakampiga, na wakati alipowaona akapigana nao kwa sababu alikuwa anajua kupigana vita. Haleluya. Amen. Hata wewe ni shujaa. Haleluya. Amen. Na kama wewe sio shujaa, uanze kumwomba Mungu akupatie ushujaa. Haleluya. Amen. Wakati siku za giza zitakapokuja, kama wewe utasimama na ustahimili, yule hapo ndani yako ndio nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo kutakuwa na giza pahali popote, watu wataona giza, lakini wewe utaona nuru, kwa sababu aliye ndani yako ndiye mwangaza. Haleluya. Amen. Yeye ndio anaitwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Ucho natumanagiro ne duma. Haoni giza. Haleluya. Amen. Akiaga tumie Kristo kana dikugerio. Na ndiposa Yesu alienda kujaribiwa matuko 40 katika zile siku 40 alipojaribiwa. Miaka 40 akaenda siku 40 nyikani. Ndio mahinda marembo awe
rĩ, Na ukitazama wakati alipokuwa anatoka nyikani, rĩu eno hinya ũrĩa wothe akĩrĩ naguo tondũ ndarĩaga rĩ, akiwa na vile alikuwa kwa sababu hakuwa anakula, ndemũhinyĩrĩrĩku rĩ, na akawa amefinywa sana na nĩguo njaa. Shaitani acũthĩrĩirie akĩona ũyũ rĩu ndangĩrema. Ndiposa shetani akatazama akaona sasa huyu nitamshinda. Haleluya. Amen. Shaitani nĩoĩ weakness yako. Shetani anajua kupungukiwa kwako. Nĩoĩ ihinda rĩrĩa rĩega. Anajua wakati mzuri wa kuja kukujaribu. Haleluya. Amen. No rĩrĩ, Lakini ihinda rĩrĩ wakati huu Ngai hagũkũhe warning. Mungu ako hapa ili akupe ilani, Wĩhande, ili ukaweze kusimama rũgama wega. na usimame vyema. Haleluya. Amen. Na ndũkae gwĩtigĩra. Na usije ukajali, Ndũkanetigĩre. na usije ukawa na uoga. Bwana asifiwe. Amen. Na ithuĩ hĩndĩ ĩno nĩgetha tũtikanetigĩre nĩ Nasi wakati huu ndio tusiwe tuko na uoga, nĩ ihinda ritũ rĩa gũthiĩ ni tũkĩharagĩria. wakati wetu wa kujiandaa. He kĩndũ gĩtagwo psychological preparation. Kuna kitu inaitwa kujiandaa kifikra. Haleluya. Amen. Ũkambĩrĩria gwĩharagĩria na Na- ngoro yaku na Unaanza kuandaa roho yako na fikira zako. Bwana asifiwe. Amen. Ona bara ya ndũire mũno ithe witũ nĩ ũkũmenya Hata vita ya kiasili, rĩrĩa gwacacĩte mũno gwatũratũrũaga gũkũ rĩ, wakati tulikuwa tunapigana vita za kiasili, ũngĩamenyire he mũndũ mwĩrothu rĩ, ungekumbuka kuna mtu ambaye ni adui yako, mũndũ aikara akĩũmagĩrĩria ngoro yake, mtu alikuwa anakaa akijipa nguvu, ũkaiga ũcio rĩu akisema sasa huyo wonoka wakati atakuja kwangu, ũcio ndiamwĩtigĩra, yeye sitamuogopa, ona kana huana atĩa hata ndiamwĩtigĩra. kama alivyo. Kwĩharĩrĩria psychological, Unajiandaa kifikra. ona njĩra ĩno nĩ kwenda kwĩharĩrĩria. Kwa hiyo hata kwa hii njia ya kiroho kuna kujiandaa. Ũgathiaga ũkĩmenyaga tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩrata kũmenya rĩrĩa Unaenda ukijua ya kwamba nĩ kwarĩ kũhithũkĩrwo, yani kuna watu wanafumaniwa hivi na nĩ kwa kwarĩ vita, mbara ĩgũkaga Na- ũkĩmenyaga ĩho, na kuna vita inayokuja ukijua na inakuja, nĩ kabere ya kũmenya wĩho, na ni vizuri kujua uko pale, tondũ ĩrĩa rĩu nĩ ũthiaga kwa ũkĩharagĩria, sababu ile unajua inakuja, unajiandaa ũkĩraga ngoro yaku ngũrũgama ona na unaambia roho yangu mtasimama mbara ĩno na ngũrũona, na hii vita nitapigana kwa njia hii, ũgĩkinya hau ndũrĩkorwo ũkĩinaina, na ukifika pale hautakuwa tondũ hena unatetemeka, kwĩharĩrĩria ũthiĩte kwa ũkĩharagĩria. sababu kuna vile umejiandaa. No ũngiumĩrĩrwo hinani, Lakini ukifumaniwa hivi, haleluya, amen, ona kũrĩ ũndũ ũngĩtũma ũteme ihenya, hata kuna kitu inaweza kufanya utoroke, haleluya, amen, ona ningĩ ũgũthe mũtĩ ũrũnde, hata unaweza kuonga mti, haleluya, amen, nĩ tondũ wa ũrĩa wambaka ũrĩ, kwa sababu ya vile umekimbia, haleluya. amen. Mbara ciothe cia kĩroho nacio nĩciendaga kũharĩrĩria. Vita zote za kiroho zinastahili watu wajiandae, Bwana asifiwe. amen. Ona kũngĩoka moritũ marĩkũ kana marĩkũ rĩ, Hata kukija mazito namna gani, macio ti ta kĩndũ, basi hiyo sio kitu, tondũ ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ kwa sababu aliye ndani yetu ena hinya gũkĩra ũrĩa wĩ nja. yuna nguvu kuliko yule yako nje, Bwana asifiwe. amen, Haleluya. amen. Kanitha no nginya tũikarage tũkĩharagĩria na Kanisa lazima tukae na tukijiandaa, na ta andũ maramenya. tukiwa na hekima, Haleluya. amen. No tũtingĩkĩhota gũkira ũguo, Lakini hatuwezi nyamaza tu hivyo. maandĩko nĩmoigaga atĩrĩrĩ, Maandiko inasema ya kwamba atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkaigua gũkirwo kwĩ thayũ, gwĩ thayũ, gwĩ thayũ. ya kwamba wakati mtakaosikia watu wakisema kuna amani, kuna amani, Haleluya. amen, Rĩu nĩrĩo ihinda rĩa kwĩharĩrĩria hiyo ndio wakati wa kujiandaa nĩ ũndũ wa marĩa mago. na kujichunga kwa yale ambayo yatakuwa yanaja. Bwana asifiwe. Amen, Haleluya. amen. Njũĩ rĩngĩ na rĩngĩ rĩrĩa tũkwaria Ninajua wakati mwingine, wakati tunanena na ndiendaga niĩ ũhinyĩrĩrĩke ngoro. na sitaki Nyendaga kufikirika kwa ũmenye roho. wewe wĩ njamba Ninataka ujue wewe ni na shujaa wĩ mũhotani. na wewe ni mshindi. Haleluya. Amen. Kristo ũrĩa watwĩtire Kristo aliyetuita nĩ mwana na kongara. yeye ni mshindi zaidi ya Nĩ washindi. makĩria wa mũhotani. Yeye ni mshindi zaidi ya washindi. Amen. Ũcio nĩ makĩria wa mũhotani. Yeye ni mshindi zaidi ya washindi. Haleluya. Amen. No rĩrĩ, Lakini kwaga ũmenyo no kuo thĩna. yani kutojua ndio shida. Kũgĩa na ũmenyo kwĩna bata. Kwa hiyo kuwa na ujuzi inastahilika sana. Haleluya. Amen. Nĩndĩrutaga mũno na njamba iria inya. Ninajifunza sana na wale shujaa wanne. Arĩa metagwo Shadraka, Abednego na Meshaki na mũndũ wĩtwo Danieli. Ule Danieli, Shadraka na Meshaki na Abednego. Tondũ rĩrĩa marĩkirie kũmenya Kwa sababu wakati walipojua atĩ nĩ kũrĩ hiũha, ya kwamba kutakuwa na shida, maigire ithuĩ tũhe thikũ ciganona, walisema tupeni siku kadhaa twĩharĩrie. ili tujiandae. Haleluya. Amen. Andũ acio makĩheo matukũ marĩa 10, Na wakapewa zile siku 10
Haleluya. Amen. Matuko 10. Ya zile siku 10. Itiare thiko 10 cia kinduire. Hazikuwa siku 10 za kiasili. Tondu ni mahetwo kahinda karaiha ni muthamaki. Kwa sababu alikuwa amepewa muda mrefu na mfalme. Haleluya. Amen. No kahinda kauguri. Lakini wakati huo Karetwo thiko 10. ile inaitwa siku 10. Tondu ni kwenda kuhaririria. Kwa sababu tulikuwa na kujiandaa. Kuhaririria kwa mwanya. Kwa kujiandaa kwa kipekee. Ndio bara ya ukireri. Mpaka wakati sasa majaribio iliyokuja. Wao watigana usudhiria na thutha. Wale watu hawakutazama nyuma. Mehandire kwihara. Walisimama kidete. Ndio mundu arehaririria. Kwa sababu wakati unapojiandaa, ndio bara yukaga. wakati vita inakuja, ya ukora ugamite. ikikuta kama umesimama, bila mugambo kuhaririria kumana. kuna sauti inayotoka mbinguni ambayo inakuandaa. Usije ukafikiria unaenda kwa ile vita bila Mungu kunena. Mungu akunanena, ananena na alikuwa anawanenea. Na akawanenea mpaka tasbishi zote zikaisha. Kwa sababu hata ukisikia sauti ya Bwana ikikwambia simama, niko pamoja nawe. Haleluya. Amen. Basi utaogopa nini nyingine? Watu wanauliza huyu mtu kwani lakini amesikia sauti. Lakini ni sauti amesikia. Akaambiwa simama vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ndio sauti Bwana anataka. Kwa sababu lako kuweka fikira yako ikisikiza sauti za mbinguni. Na unapea hizo fikira Mungu. Haleluya. Amen. Hivyo ndivyo Mungu huambia watu. Ujue hawezi kukuacha kamwe. Ujue hawezi kukuachilia kamwe. Haleluya. Amen. Bora tu niwe pale ukisikia ile sauti. Kwa sababu kuna njia ile unapatana. Mungu hawezi kukuachilia. Ni kwa nini Daudi kijana aliyekuwa ni mchungaji, mtu ambaye alikuwa anachunga kondoo, anaona kwamba dubu imekuja. Amen. Na anaona simba imekuja. Naye yule mtoto hakuwa anajali kwa sababu ya simba. Hakuwa anajali kwa sababu ya simba. Alikuwa anasikia sauti nyingine. Alikuwa anajifunza kusikiza sauti ya Bwana. Haleluya. Amen. Alikuwa amejifundisha kusikiza kutoka mbinguni. Na hakuna jambo nzuri kama kusikiza mbinguni vile inasema. Kwa sababu wakati wote Bwana akikunenea, mtu usikia akiwa na uhai mwingine. Haleluya. Amen. Na Mungu hata kuachilia milele. Mungu hata kuachilia milele. Lakini Mungu atasimama nawe mpaka dakika ya mwisho. Haleluya. Amen. 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 God is honest. Gai ni mwihoke kuu. Na kwa njia kuu. Bwana asifiwe. Amen. Hii ndilo kanisa lake analolichunga. Haleluya. Amen. Kanisa la siku za mwisho. Ile kanisa ambao imemwagiwa mafuta yote. Haleluya. Amen. Na ni sisi tumeingizwa katika ile mapumziko. Bwana asifiwe. Amen. Tondu ona korwo Israeli matonyire thini wa kihuruko kwa sababu wa Kanaani. Kwa sababu hata Waisraeli kama waliingia katika sabato katika nchi ya Israeli. Haleluya. Amen. Kihuruko kiao kingia temporary. Ile sabato yao ingekuwa ni ya muda. Haleluya. Amen. Tondu gutaina Kristo gutina kihuruko ya gutu. Kwa sababu bila Kristo hakuna sabato ya kweli. Ndio kanisa wa Mungu tonyete thini wa kihuruko ya gutu. Lakini kanisa la leo limeingizwa katika sabato ya kweli ya kudumu. Haleluya. Amen. Tonyete thini wa kihuruko ya gutu raidi. Tumeingizwa katika sabato ya mapumziko ya milele. Tondu Kristo ndiwe kihuruko ya gutu. Kwa sababu Kristo ndio sabato ya kweli na pumziko la ukweli. Kana ni ndio temporary. Kana ni kule walienda ilikuwa ya muda tu. Na hata wale wana
walipoingia kule, si ndio hao tunasikia wako na vita hata siku ya leo. Haleluya. Amen. Ndio wanapigana na nchi hizo za Uarabu. Haleluya. Amen. Hao tu wanakufa na wanavita. Wanakufa kila siku kwa sababu ya ile vita wanapigana na Waarabu. Kwa hiyo hawakuingia katika ile sabato ya kweli, kwa sababu hiyo ilikuwa ya muda. Lakini sisi tumeingizwa katika sabato na mapumziko ya milele. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndugu na wadada, sisi ni wa maana sana mbele ya Bwana. Hili ni kanisa la maana sana katika Kristo. Watu ambao wanalishwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Bora tu tusimame imara. Sio vita sio yetu. Vita iko na mwenyewe. Haleluya. Amen. Kile chetu ni kusimama imara. Na uambie mwili wako ya kwamba sisi sio wa pale. Sisi ni wa pahali fulani. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Basi nimeona saa zetu mahali zimefika. Tujaenda vibaya. Na ninasikia kuna kitu umesikia. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu nyimbo zimekuwa nyingi leo. Lakini sawa. La noni wega. Ndio sio ana lile vitu. Kwa hivyo wandugu na wadada, wakati Mungu ameleta ujumbe, pokea ujumbe wa Mungu. Amukira ndumiri ya Ngai. Na upokee ujumbe wa Bwana. Na uache maneno ya watu. Kwa sababu nyakati hizi ni za mwisho. Na kuna mambo mengi. Kuna watu ambao walitoka kanisa tulikuwa tunahudumu nao, na wakasikia ya kwamba wazee wako na mbuzi na huko, na wakaenda wakarudi huko kwa mbuzi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tulia kwa Mungu. Ikara kwa Ngai. Tulia kwa Mungu. Ikara kwa Ngai. Mungu abariki sana. Na Ngai amrathime Mungu. Amen. 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 Amen.